نظام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो तीन दिन हुए Khalifa mtukufu ayyadahullahu taala bin Nasir Aziz anasema kwamba siku 2-3 iliyopita mbashiri mkuu wa Uingereza bana Ataul Mujib Rashid aliniandikia barua na akasema kwamba mwaka huu bishara ya mwana aliyeahidiwa mwaka huu miaka 125 inatimia. Sawa na madhumuni ya barua, nilihisi kwamba yeye anataka kwamba leo mimi nitoe kuhusu mada hii, ingawa hakueleza waziwazi katika barua yake. Kuhusu mada hii, mikutano inafanyika kila mwaka. Miaka 2 iliyopita nilitoa hutuba kuhusu mada hii, ingawa katika hutuba moja mada hii haiwezi kumalizika. Kwanza nilikuwa sitaki kuzungumza kuhusu mada hii, lakini baadaye nikaona kwamba bishara hii ni bishara kubwa, haihusiki na mtu mmoja, bali bishara hii ni kuhusu kuisha Islam tena, na bishara hii ilitolewa kwa hakika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni muhimu kueleza bishara hii tena, na vile vile pia kwa sababu ya hii kwamba mahali ambapo tuna uhuru wa kufanya mikutano inafanyika, na sehemu mbalimbali ya bishara hii inaelezwa na wahutubiaji, lakini katika nchi ya Pakistan ni marufuku kufanya mikutano. Kwa ajili yao pia mada hii ni muhimu, hasusan kwa ajili ya vijana. Vijana wanatakiwa wajue kuhusu hii, na wanajumuia wapya pia wanataka wajue kuhusu bishara hii. Si wanajumuia wapya tu, bali sawa na hali ya manadamu, si mbali kwamba wengine ambao ni wakubwa na ni wazee labda hawajui sana kuhusu mada hii na kuhusu bishara hii, na labda hawakufikiria kuhusu hii, na leo labda wao wanataka kujua kuhusu hii. Kwa sababu ya hii mada hii ingawa nieleze kidogo, lakini ni muhimu ielezwe. Mambo yanaporudishwa au yanapokumbushwa mara kwa mara, kwa sababu ya hii imani na elimu inazidi. Kisha ni hii pia kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jinsi jumuiya inaendelea kupata maendeleo, kule
wanaotoa hutuba na walimu ambao नई wanafanya kazi नाम की wao hawana elimu sana बयान कर सकते kuhusu bishara hizi za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, इसका बयान na wao hawawezi kueleza vizuri pia kwa ndani. Kwa hiyo kwa sababu ya hii pia nimeona ni muhimu kwamba nieleze mada hii. सलाम नई पेशगोई फरमाई थी Kama nilivyosema, ingawa bishara hii ilitolewa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba Mwenyezi Mungu तफसील में आप atampatia mwana mmoja ambaye atakuwa muslih maud, na katika maelezo yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alieleza sifa zake chungu mzima. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज बयान Lakini bishara hii kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam के यंज़िलु ईसा इब्न kwa kutoa maneno haya miaka तज़व्वजु 1400 iliyopita alieleza, alisema yanzilu Isa ibn Maryam ila al-arzi fayatazawwaju wa yuladu lahu, और उनकी yani Isa ibn Maryam atakaposhuka ardhini ataoa na atajaaliwa watoto. हज़रत सल्लल्लाहु Na kama tunavyojua दूसरी आयत Isa alayhi salatu wassalam na maelezo yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi zingine ameeleza kwamba yeye ni nani. मुस्लिम ने भी और हदीसों में कुतुब ने भी इसको दर्ज किया है Kuna hadithi ya Bukhari ने फरमाया na Muslim कैफा अंतुम na vitabu vingine vya hadithi pia vimeandika hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, kaifa antum idha nazala Isa ibn Maryama fikum wa imamukum minkum हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या हालत fa ammakum minkum. इब्न मरियम Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba hali yenu itakuwaje wakati Isa ibn Maryam atakaposhuka, होने की वजह से ambaye atakuwa imamu wenu na atakuwa miongoni mwenu. Kisha फिर एक हदीस alisema kwamba kwa sababu atakuwa miongoni mwenu रहेगा atakuwa imamu wenu, yani ataongoza swala. Kisha katika hadithi moja inapatikana kwamba yeyote atakayekuwa hai miongoni mwenu atakuta dhama za Isa alayhi salatu wassalam, na yeye atakuwa Imam Mahdi na hakam na adal muadilifu, ambaye atavunja msalaba na atamua nguruwe, na hii ni hadithi ya Muslim. Basi bishara hii हज़रत सल्लल्लाहु ambayo ni bishara kuhusu kuhuisha Islam tena, और मसीह व महदी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने दोबारा की, लेकिन इसकी बुनियाद तो आज से 1400 साल bishara hii ilifanywa tena kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ambaye ni mpendo wa Mwenyezi Mungu, lakini kwa hakika miaka 1400 au zaidi ya hii iliyopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam और अल्लाह ताला के alifanya bishara hii. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बड़ाई के लिए नहीं, Basi bishara za Mtume Masihi Maud alayhi salatu wassalam na neema za Mwenyezi Mungu juu yake सैयद व मौला si kwa ajili ya kueleza ukubwa wake, बुलंद करने के लिए bali आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में गाड़ने के लिए है। bali hii ni kwa ajili ya kuongeza heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam हक में na kwa ajili ya ये दर हकीकत kuweka bendera ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam duniani. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद करने के लिए है। Nishani yoyote ambayo Mwenyezi Mungu anaonyesha kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, hii kwa hakika ni kwa ajili ya kuongeza heshima ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए से na ni dalili ya kwamba Mungu wa Islam ni hai, इस्लाम से कोई अलग चीज़ नहीं है। na bishara hizi मसीह मऊद अलैहिस्सलाम zilifanywa kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Jumuiya Ahmadiyya si kitu tofauti na Islam, आप एक जगह फरमाते na nani anaweza kuwa mpenzi zaidi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam? Anasema sehemu moja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. यानी हज़रत मोहम्मद Sasa chini ya
mbingu kuna nabii moja tu, mtume moja tu na kitabu kimoja tu, yani Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni mbora wa manabii wote पैरवी से na ताला ni khatamul anbiya और जुल्माती na ni khairun nas, yani mbora wa और इस जहां viumbe vyote. के आसार Kwa kumfuata yeye Mwenyezi Mungu anapatikana शरीफ जो सच na pazia ya giza inaondoka na okovu, alama ya okovu unapatikana hapa duniani, हकानी na Qur'ani tukufu ambayo ni sheria kamilifu. और Kwa sababu ya Qur'ani tukufu maarifa ya kiroho inapatikana na moyo unatakasika के मुकाम तक पहुंच जाता है। na pazia ya wasiwasi na giza inaondoka na mtu anapata elimu ya uhakika. आपकी ज़िंदगी किसी Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam आपकी किसी तहरीर को ले लें, इन सब का रुख tuangalie kauli yake na vitendo vya maisha yake, au tuangalie maandiko yake. Mwelekeo wa mambo haya yote ni Mwenyezi Mungu na Qur'ani tukufu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. और बबांगे दोहल ये ऐलान किया, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alifahamisha dunia hii कोई जिंदा na alitangaza waziwazi kwamba leo आज अगर कोई ikiwa kuna dini ambayo ni hai, basi ni dini ya Islam. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Leo ikiwa kuna nabii ambaye ni hai, ambaye anaunganisha na Mwenyezi Mungu, basi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kumfuata yeye Mwenyezi Mungu anapatikana. और अपनी असल हालत Ikiwa kuna kitabu ambacho ni kitabu kikamilifu मारफ हासिल होते हैं, na kinapatikana katika hali yake halisi, na kwa kusoma kitabu kile maarifa ya na elimu inapatikana, na kwa kusoma moyo wa mtu unatakasika. Yani mtu anaposoma kwa kuhalisisha imani yake, lakini yule ambaye hasomi kwa kuhalisisha imani yake hapati faida. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amejaza mioyo yetu kwa fikira hii na ametupatia maarifa hii kwamba ikiwa kuna nabii ambaye ni hai, basi ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ताकि दिलों के अंधेरे दूर ametuunganisha na Mwenyezi Mungu और खुदा का एक ताल्लुक na ametuelekeza kwa kumpata Mwenyezi Mungu ili giza ya mioyo iondoke तक के लिए na manadamu awe na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. आमिर और नवाही Kitabu ताला तक पहुंच chake yani Qur'an tukufu ni kitabu hai ambacho mpaka siku ya kiyama mambo yote ना इंसान में yameelezwa, na mambo ya kumpata Mwenyezi Mungu pia yameelezwa. Kufikiria nje ya Qur'ani tukufu, mtu hana uwezo wa kufikiria. अपनी पैरवी करने वाले का खुदा ताला से ताल्लुक जिस तरह Huyo nabii ambaye ni nabii mkubwa, yeyote anayemfuata yeye आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उसी aliunganisha yeye miaka 1400 iliyopita, vile vile mpaka leo anaendelea kuunganisha yeyote anayemfuata yeye, bali bishara ya waakharina minhum lamma yalhaqu bihim, गुलाम को अपने आका से था, zama zake ilipofika, kwa sababu ya mapenzi na upendo ambayo mtumishi ni Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuwa anayo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. और एक नई शान से दीन मोहम्मदी दुनिया में दोबारा Kuja kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ilisababisha kuleta imani kutoka kilimia hapa ardhini, आखरीन जो है na kwa kumpitia dini tukufu iliimarika tena hapa duniani, जिसका हदीस में यूँ जिक्र मिलता है, na watu wa baadaye waliunganishwa na watu wa awali, watu wa kale, na katika hadithi maelezo yake yanapatikana hivi, yani kuleta imani kutoka nyota kilimia hapa ardhini. उनकी वसल्लम की हम खिदमत Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, सूरह जुमा नाज़िल हुई,
na sisi tulikuwa tumeketi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati sura Ijumaa iliposhuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposoma aya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, tafsiri yake ni hii kwamba wapo wengine watakaokuja baadaye na watakuwa pamoja na masahaba lakini bado hawajakutana nao. Mtu mmoja akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni kina nani ambao wana daraja ya masahaba lakini bado hawajaungana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujibu swali hili. Yule mtu akauliza swali hili mara 3. Msimuliaji anasema kwamba Hazrat Salman Farsi radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa pamoja nasi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mkono wake juu ya bega lake na akasema, law kana al-imanu inda suraya lanalahu rijal min haulae, yani ikiwa imani itapanda mbinguni mpaka kilimia, yani imani ikipotea basi mtu na watu katika hawa wataleta tena ile imani, watarudisha ile imani tena hapa duniani. मसीह महदी होने का दावा तो बात का है, लेकिन इससे पहले भी आप इस्लाम की खिदमत madai ya Sayyidina alayhi salatu wasallam kwamba yeye ni Imam Mahdi ni ya baadaye, lakini kabla ya hii Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akihudumia dini tukufu ya Islam. सदी का मुजद्दिद होने का इल्म हुआ, Na wakati sawa na ufunuo wa Mwenyezi Mungu alipoteuliwa kuwa mujaddad wa karne hii, aliandika tangazo moja katika lugha ya Kiurdu na Kiingereza na akatangaza kwamba Mwenyezi Mungu amenifanya kuwa mujaddad wa karne hii na और दुनिया को दिखाऊं nimepewa kazi hii kwamba nithibitishe ukweli wa Islam juu ya dini zingine zote na nionyeshe dunia और जिंदा रसूल kwamba इस्लाम और कुरान dini hai na kitabu hai na nabii hai mtume hai ने भी फरमाया ni Islam na ni Qur'an tukufu na ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alisema hii pia kwamba ndani yangu मज़हब को kwa kiroho और चैलेंज nimepewa sifa ya Masih ibn Maryam, का बेशक na aliwaita watu wote na aliwapatia changamoto kwamba waje mbele yangu na wafanye imtihani ya hii. शिफा का जरिया बन सकता है, ना कि कोई और। Sasa ni Islam tu इस ऐलान ने ambayo inaponyesha katika maradhi ya kiroho, si dini nyingine yoyote. Tangazo hili मगर किसी में जरूरत lilileta matetemeko katika dini zingine zote za India, lakini hakupata mtu yoyote ujasiri sawa na tangazo lake काम छोड़कर afanye आगोश में चले ashuhudie ukweli wa Islam. Mapadri wakubwa ambao waliacha Islam na waliritadi na walikuwa Wakristo kama Imaduddin, wale wote waliamua लेकिन kwamba एक पादरी स्विफ्ट और kwamba haina haja ya kupambana na Sayyidina alayhi salatu wasalam na kuomba nishani yoyote. Lakini padri moja Swift na Lekram ambao इनकी kwa kidhahiri walikubali, वादे कर दिया गया lakini matukio ya baadaye yalithibitisha kwamba kukubali बात की लिटरेचर में मौजूद kukubali kwao kilikuwa kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. जिसको बयान तो नहीं हो सकती। Maelezo yake yanapatikana katika vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na katika vitabu ya jumuiya na katika historia ya jumuiya. Si nafasi ya kueleza hayo yote. ने जो इस्लाम की सदाकत के लिए आपने दी थी और इश्तिहार जो आपने शायद Mwaliko huu wa kuthibitisha ukweli wa Islam ambayo Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwapatia watu na tangazo alilolitoa, कि ये आजिज़ habari yake Sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza katika kitabu chake Izalaham. Anasema खड़ा हुआ और kwamba mimi kwa sababu ya imani ya hali ya juu बातरी कराकर तमाम nimesimama kwa ajili ya kuwaita watu kwenye Islam na nimetoa matangazo 12,000 na
watumia viongozi wote wa dini mbalimbali na viongozi mbalimbali wa dunia. के नाम भी रवाना किया। Hata barua moja na tangazo moja kwa kupitia posta ilitumwa mfalme wa serikali ya Uingereza से शहजादा na waziri mkuu wa India. Pia barua moja na tangazo moja lilitumwa, na vile vile mfalme और जाहिर है Misma na wengine. Barua hizi zilitumwa, sunduku moja limejaa kwa barua hizi, na ni dhahiri kwamba kazi hii yote bila kuwa na nguvu ya imani si rahisi kufanyika. कोई बात Na hii kazi haikufanyika kwa kujionyesha, bali ni kwa sababu ya hii wale ambao wanatafuta haki wasiwe na wasiwasi na wapate haki. तो आप करते चले गए, और ख़ास तौर पर ईसाइयत के उमड़ते हुए सलाब को Sinam alayhi salatu wassalam aliendelea kuthibitisha dini tukufu Uislam ni juu ya dini zingine zote, दौरान आपके दिल में na kwa sababu ya hii mfuriko wa Ukristo uliotoka, Sinam alayhi salatu wassalam aliweka kizuizi mbele yake, कादियान na katika kazi hii alipata hamu ya kufanya maombi sana, na kwa sababu ya hii aliamua kwamba aende nje ya Kadian na afanye maombi siku kadhaa. Kwa Mwenyezi Mungu alimfunulia kwamba mambo yako yote yatafufuliwa katika Hoshiarpur. की जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम की तरक्की Kwa hivyo 1886 Sinam alayhi salatu wassalam alienda Hoshiarpur na alikaa kule na alifanya maombi, na katika safari hii Mwenyezi Mungu alimpatia bishara za ushindi wa Islam. Sinam alayhi salatu wassalam alipomaliza maombi yake baada ya siku 40 aliandika tarehe 20 mwaka 1886 aliandika kitabu kiitwacho Siraj Munir. Tangazo lile baadaye katika gazeti la Riaz Hind Amritsar lilitoka tarehe mosi ya March 1886 lilitoka, na katika tangazo hili Sinam alayhi salatu wassalam aliandika kwamba पहली पेशगोई जो खुद इस आखिर से मुतल्लिक है आज भी 20 फरवरी bishara ambayo itaandikwa vizuri katika kitabu. अव्वल है Bishara ya kwanza ambayo ni kuhusu mimi, leo tarehe 20 mwaka 1886 naandika kwa muhtasari, नमूने के तौर पे लिखता हूँ और मुफस्सल रसाले में दर्ज होंगी। na hii inaandikwa kama ni mfano, फरमाते हैं कि पहली पेशगोई na baadaye bishara hizi zitaandikwa katika kitabu insha Allah taala. वजल Anasema bishara ya kwanza sawa na ufunuo wa Mwenyezi Mungu जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु मुझको अपने इल्हाम से मुखातब करके फरमाया ambaye ana kudra juu ya kila kitu, इसी के मुवाफिक जो तूने मुझसे मांगा ameniambia kwa kunifunulia kwamba nakupatia nishani ya rehema yangu को अपनी रहमत से वफा sawa na maombi yako. दी और तेरे सफ़र को जो Nimepokea maombi yako सफ़र है तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत na nimeweka baraka katika safari yako फजल और ya Hoshiarpur. तुझे अता होता है। Basi unapewa nishani ya kudra na rehema ya Mwenyezi Mungu, unapewa nishani ya ihsani na fadhila za Mwenyezi Mungu, unapewa ufunguo wa ushindi. Ewe Muzaffar, salamu iwe juu yako. Mwenyezi Mungu amesema hii ili wale ambao wanataka uhai watoke katika kifo, na wale ambao wapo makaburini watoke nje ya makaburi, ili utukufu wa dini tukufu ya Islam na heshima ya maneno ya Mwenyezi Mungu idhihirike juu ya watu, समझें कि मैं कादिर ili haki hii ije pamoja na baraka zake na batili ikimbie, ili watu wajue kwamba mimi nina nguvu na fanya ninavyotaka, ili wawe na imani kwamba nipo pamoja nawe, na ili wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu कार और तकसीब की निगाह से देखते हैं na खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह जाहिर हो जाए। wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu na kitabu chake, wao wapate dalili, basi uwe na bishara kwamba
utapewa mtoto mwana aliahidiwa, utapata mtoto mzuri. Huyo mtoto atakuwa katika begu yako, atakuwa kizazi chako, mtoto mzuri anakuja kama ni mgeni wako. Jina lake ni Emmanuel na Bashir. Amepewa Roho Takatifu. Yeye ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Mwenye baraka ni yule ambaye anakuja kutoka mbinguni. Fadhila atakuja pamoja naye, atakuwa na heshima na atakuwa na mwenye mali, atakuja duniani, na kwa sababu ya baraka ya Mwenyezi Mungu atawaponyesha watu ambao wana maradhi ya kiroho. Yeye ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemtuma. Atakuwa mwenye akili sana na atakuwa mpole wa moyo na atapewa elimu ya kiroho na ya dunia na atafanya tatu kuwa nne. Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema msikuelewa maana yake ni nini. Mazarul awwal wal akhir, mazarul haqqi wal ala, kana Allah nazala minas sama. Kushuka kwake itakuwa yenye baraka, nuru inakuja ambayo Mwenyezi Mungu ametuma. Tutaweka roho yetu ndani yetu, atakuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu, atakuwa haraka haraka na atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia na mataifa yatapata baraka kutoka kwake. Kisha atanyenyelua mbinguni na wakana amra makziyan. Anasema kisha Mwenyezi Mungu amenibashiria kwamba nyumba yako itajaa kwa baraka na nitakamilisha neema zangu juu yako na katika wake zako ambao utapata baadaye, utapata watoto wengi na nitaongeza kizazi chako na nitaweka baraka, lakini wengine watakufa katika utoto wao na kizazi chako kitaenea duniani na tawi la ndugu zako wa ukoo litakatwa ambalo lilikuwa tawi la lingine na litakwisha ikiwa wao hawatatubu. Basi Mwenyezi Mungu atateremsha balaa na adhabu kutoka mbinguni mpaka watakwisha na nyumba zao zitajaa kwa majane. Lakini kama wao watatubu na watarudi, Mwenyezi Mungu pia atafanya rehema na atajaza nyumba kwa rehema yake. Mwenyezi Mungu atafanya hivi kwamba jina lako litajwe kwa heshima mpaka siku ya kiyama. Nitakiinua kwangu, lakini jina lako halitafutika duniani. Na wale wote ambao wanataka kukufedhehesha na kudhalilisha na wanataka kukupatia na kukuangamiza, wale wote wataangamia wenyewe na watakufa katika hali hii ya maangamio. Lakini Mwenyezi Mungu atakupatia mafanikio na atakupatia baraka chungu mzima, na nitaongeza wafuasi wako na nitaweka baraka katika mali yao na katika nafsi zao, na watapata ushindi juu ya makundi mengine ya Waislamu mpaka siku ya kiyama. Wale wote ambao ni wafisadi Mwenyezi Mungu hawatasahau na watapata ujira sawa na imani yao. Wewe kwangu ni kama manabii wa wana wa Israeli, yani unafanana nao. Wewe ni kama umoja wangu, mimi ni kutoka kwako na wewe ni kutoka kwangu. Wakati unafika kwamba Mwenyezi Mungu katika mioyo ya wafalme atatia baraka zako na mapenzi yako, na watatafuta baraka katika nguo zako. Yani wale wapinzani, ikiwa mnashaka kuhusu mtumishi wangu, basi nyinyi pia mulete nishani sawa na nishani hii. Ikiwa nyinyi ni wakweli na hamwezi kueleza nishani hii, na mkumbukeni kwamba hamwezi kueleza nishani, basi ogopeni Mwenyezi Mungu ambaye yuko tayari kwa ajili ya waongo wote.
इस शिला कशी के नतीजे hili ni tangazo ambalo Sayyidina alayhi salatu wassalam alilolitoa. जिक्र है और इसमें एक बेटी Basi hii kwa sababu ya maombi maalum Sayyidina alayhi salatu wassalam bishara aliyopewa ni hali yake kidogo, na katika hii alipewa bishara ya mwana moja. Tukisoma kwa makini bishara hii, huyu mwana atakuwa na sifa 52, bali sina Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba ni 58. Ameeleza sehemu moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Masihi atakapokuja atapata watoto, kama niliyosoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. इसमें क्या खास बात है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Watu wanapata watoto. Kuna किसी आम बात की kitu gani ni muhimu katika hili? यही बात थी Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa bishara, lazima alitoa bishara kuhusu kitu muhimu, जो दीन के फैलाने का बायस na lile jambo ni kwamba atapewa watoto ambao watakuwa na sifa za kueneza umoja wa Mwenyezi Mungu na dini tukufu ya Mwenyezi Mungu, ambao watathibitisha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya watu wengine wote. पैदा हुए हैं, यानी 1889 में Mwaka ambao Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alipozaliwa, yani mwaka 1889. Mwaka ule ule Sayyidina alayhi salatu wassalam alianzisha jumuiya, पैदा तौर पर जमात अहमदिया की बुनियाद भी डाली गई. na mwaka ule ule sawa na idhini ya Mwenyezi Mungu alianza kuchukua bayat na jumuiya ilianzishwa, अपनी हालतों को संवारना था. उस जमात की बुनियाद डाली गई. ambayo jumuiya hii itafanya kazi ya mahubiri ya jumuiya, na jumuiya iliwekwa misingi बैत में आकर ambayo itafanya kazi ya mahubiri na vile vile itarekebisha hali ya imani yake. बनना था Na baada ya kujiunga na Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, कायम करने का. बहरहाल अब मैं दोबारा उन निशानों jumuiya hii itatimiza bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa lengo la kuanzisha jumuiya hii. खुसूसियात Huzur anasema kwamba mimi narudi tena मसीह मौद अलैहिस्सलाम katika bishara ile na sifa zile ambazo zimeelezwa katika ufunuo na bishara kuhusu mwana aliahidiwa, वो बेटा जिसके जरिए से दुनिया में sifa ambazo Sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika kuhusu mwana aliahidiwa baada ya kupata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, अल्लाह ताला अन्हों ने mwana ambaye ataeneza dini na इतला पाकर atarekebisha hali ya watu. Mwaka ambao halifa mtukufu wa pili alitangaza baada ya kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni Muslim Maud, mwaka ule ule katika katika hutuba ya mkutano mwaka Sayyidina Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza sifa hizi 52, na aeleza kwa fupi katika maneno yake. Anasema tukisoma bishara kwa makini, inaonekana kwamba katika bishara hii mwana aliahidiwa alama zake zimeelezwa hizi. Alama ya kwanza ni kwamba atakuwa nishani ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Ya pili ni kwamba atakuwa nishani ya rehema. Ya tatu ni kwamba atakuwa nishani ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu, na ya nne ni kwamba atakuwa nishani ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Ya tano ni kwamba atakuwa nishani ya ihsani. Sita ni kwamba atakuwa na nuru, na ya saba ni kwamba atakuwa na heshima sana, 10वीं इलामत ये बयान की na nane ni kwamba atakuwa na mali, na tisa ni kwamba atakuwa na nafasi ya Masihi, na ya 10 ni kwamba kwa baraka ya Mwenyezi Mungu ataponyesha watu katika maradhi ya kiroho, na 11 ni kwamba atakuwa maneno ya Mwenyezi Mungu, na ya 12 ni kwamba kwa rehema ya Mwenyezi Mungu atatumwa. 13 ni kwamba atakuwa na akili sana, na alama ya 14 ni kwamba atakuwa na ufahamu sana, na alama ya 15 ni kwamba atakuwa mpole wa moyo. 16 ni kwamba atajazwa na elimu ya dunia, na 17 ni kwamba
atajazwa na elimu ya dini. Na 18 का उसके साथ खास ताल्लुक ni kwamba atafanya 3 kuwa 4. बयान की alama 19 ni kwamba atahusika na siku ya Jumatatu. बयान की गई कि वो alama ya 20 ni kwamba atakuwa mtoto mzuri. 21 ni kwamba atakuwa wapendwa wa watu, na 22 ni kwamba atakuwa mazharul awwal. 23 ni kwamba atakuwa mazharul akhir. 24 ni kwamba atakuwa mazharul haq, नजर में समा का मिस्ताक होगा na 25 ni kwamba atakuwa mazharul ala. 26 ni kwamba kana allaha nazala min as-samaa. बयान की गई कि उसका नज़ूल जलाले 27 ni kwamba kushuka kwake itakuwa yenye baraka. 28 ni kwamba और 30वीं kushuka kwake itakuwa kama ni kushuka jalali ya Mwenyezi Mungu. Na 29 ni kwamba atakuwa nuru. Na 30 ni kwamba atakuwa na manukato ya nuru ya Mwenyezi Mungu. 31 ni kwamba Mwenyezi Mungu atatia nuru yake ndani yake. 32 ni kwamba kiwili cha Mwenyezi Mungu kitakuwa juu yake. 33 ni kwamba atakuwa haraka haraka. 34 ni kwamba atawapatia huru wafungwa. 35 ni kwamba atapata umashuhuri katika kila pembe ya dunia. 36 ni kwamba mataifa yatapata baraka kutoka kwake. 37 ni kwamba atanyenyuliwa mbinguni. 38 ni kwamba atakuja kwa kuchelewa. 39 ni kwamba atakuja kwa mbali. 40 ni kwamba atakuwa fahari ya manabii. 41 ni kwamba baraka zake za kidhahiri zitaenea kila pembe ya dunia. 42 उसके बड़े भाई उसकी मुखालफत करेंगे ni kwamba baraka zake za kiroho zitaenea duniani. 43 ni kwamba ndugu zake watapinga kama ndugu wa Yusuf. 44 ni kwamba atakuwa Bashiru Dola. Na 45 ni kwamba atakuwa Shadi Khan. 46 ni kwamba atakuwa Alim Khabab. 47 ni kwamba katika uzuri atafanana na Sinam alayhi salatu wassalam. 48 ni kwamba atakuwa maneno ya Aziz. 49 ni kwamba atakuwa Kalimatullah Khan, maneno ya Mwenyezi Mungu. Na alama 50 ni kwamba atakuwa msaidizi wa dini. 51 ni kwamba atakuwa mshindi wa dini. Na 52 ni kwamba atakuwa bashir wa pili. Hizi ni alama. Kila alama inaweza kuwa madha, मुस्लिम मौत की ज़िंदगी का lakini sasa hakuna wakati. जायज़ा अगर लें और Tukizingatia maisha ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu na tukisoma kuhusu maisha yake, tunakuta kwamba katika uhalifa wake wa miaka 52 kila alama inaonekana katika maisha yake. मैं आगे करूँगा Kama niliyosema, hakuna wakati wa kwenda katika maelezo yake. यहाँ ये भी बता दूँ Nitaeleza mambo mengine जब हज़रत hivi इस्लाम ने baadaye kidogo, na maelezo yake yanapatikana katika vitabu vya jumuiya. इकराम ने Nieleze kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alipoeleza bishara hii Pandit Lekram, yeye kwa kutumia maneno ya matusi dhidi ya bishara hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam alionyesha hulka yake ya mbaya kwa kueleza maneno ya matusi. चंद नमूने पेश करता हूँ तो बयान करना भी मुश्किल नहीं सारा मिसालें एक दो दे देता हूँ Hasira aliyopata Lekram naeleza kidogo, natoa mifano, si rahisi kueleza yote. एक मुफ्तियाना या इश्तिहार Lekram tarehe 18 mwezi wa March 1886 alitangaza tangazo moja, alitoa tangazo moja हज़रत मुस्लिम ने फरमाया था ना na alidai kwamba anaandika kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. कि आपकी ज़ुर्रियत Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwa Mwenyezi Mungu alisema kwamba nitaongeza kizazi chako. Yeye Lekram anasema kwamba kizazi chako kitakatika, kitaangamia, angalau kitabaki miaka 3 tu, kisha kitakufa. निशान नहीं है
na akasema kwamba hata kama mtoto akizaliwa hatakuwa na sifa ambazo imeelezwa katika bishara, bali yeye hatakuwa alama ya rehema. Yeye akasema kwamba hatakuwa muslim maud, bali atakuwa mufsid maud, yani mfisadi aliahidiwa. पूरी बेजाबी से लिखा, Yeye लिख दिया कि खुदा कहता है कि झूठों का झूठा है। sifa zote za ambazo zilielezwa katika bishara ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaandika dhidi yake, na akasema mwishowe kwamba Mwenyezi Mungu hakupokea maombi na matokeo yake yalikuwaje dunia inajua. ये तो हिंदू था जिसको मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने चैलेंज दिया था। Na tangazo lake limejaa kwa maneno ya matusi. Huyu alikuwa baniani. जो इस्लाम को, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpatia changamoto, लेकिन बाज मुसलमान कहलाने वालों na vile vile mapadri wengine pia ambao walikuwa wapinzani wa Islam, wao pia waliandika maneno ya aina hii. मौद अलैहिस्सलाम ने एक इश्तिहार शाया फरमाया, उसमें आपने फरमाया Kwa kusikia maneno ya hawa watu, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitoa tangazo moja, na akasema katika lile tangazo आंखें खोल कर देख लेना चाहिए कि ये सिर्फ पेशगोई नहीं, kwa kueleza azma ya bishara hii ya mwana aliahidiwa. Akasema kwamba inatakiwa mtu aangalie kwa kufungua macho kwamba hii si bishara tu, bali ni nishani ya mbinguni की सदाकत ambayo Mwenyezi Mungu करने के लिए ameonyesha kwa kuthibitisha ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. दर्जा आला व औला व अकमल Na kwa hakika nishani hii ni bora zaidi kuliko kufufua maiti, यही है कि जनाब इलाही में दुआ kwa sababu kufufua maiti मंगवाया जाए। ni uhakika wake ni kwamba mtu afanye maombi na roho iletwe tena. Lakini hapa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kwa baraka za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, फरमाया Mwenyezi Mungu इतनी बरकतें kwa kupokea maombi yangu ameahidi kwamba atatuma roho बराबर मालूम होता है ya aina hii, kwamba baraka zake za kiroho na ya kidunia zitaendea duniani. करने से सदहा दर्जे बेहतर है। मुर्दे की भी रूह Mtu akizingatia ataona kwamba nishani hii ni bora zaidi kuliko kufufua maiti. मंगाई गई है। Roho ya maiti inarudi kwa maombi, na hapa pia kwa maombi roho imeombwa, lakini kuna tofauti kubwa sana katika roho hii na roho za wafu, wale ambao wamejificha katika Waislamu ambao ni wameritadi. Hawafurahi kwa kuona shani hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao wanahuzunika kwamba kwa nini ilitokea hivi. साबित कर दिया Kwa hiyo hii ilikuwa bishara yenye shani, na muda wa uhalifa wa miaka 52 wa इस्लाम के काम को Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ulithibitishwa kwamba namna gani huyo mwana alikuwa haraka na namna gani alieneza Islam duniani. Alijenga misikiti na mission houses wakati wake. Pamoja na hii kwamba kulikuwa hakuna uwezo wa mali katika nchi 35 au 4 jumuiya iliimarika, na tafsiri ya Qur'an tukufu ilikuwa imesha chapwa, na mission mbalimbali zilifunguliwa, zilianzishwa, ये हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया था, na vile vile जो आज तक चल रहा है। nidhamu ya jumuiya pia इससे बेहतर कोई ढांचा ilianzishwa na Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na inaendelea mpaka leo, na hakuna nidhamu nzuri zaidi ya nidhamu hii. Vile vile ni idara katika jumuiya mbalimbali pia zilianzishwa wakati wake. और दूसरे इल्मी Kila kazi inathibitisha ufahamu wake na akili yake, na vile vile tafsiri ya Qur'ani tukufu na kazi zingine यहाँ ये भी वादे कर दूं zinathibitisha kwamba alijaa na elimu ya
kidhahiri na ya kidini. मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद Hapa nieleze kwamba Masihi Maud alayhi salatu wassalam mwenyewe pia kuhusu साहब सरसावी mtoto wake ambaye jina lake ni Mirza Bashiruddin Mahmud alisema kwamba yeye ni Muslim Maud. Sheikh Muhammad Ismail Saheb सुना हुआ है, radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba sisi सुना कि आप फरमाया करते थे, tumemsikia पेशगोई में जिक्र है, Sayyidina alayhi salatu wassalam mara kwa mara alikuwa akisema kwamba ये भी सुना mwana फरमाया करते थे ambaye amebashiriwa katika bishara ni Mia Mahmud, na tulimsikia alikuwa akisema Mia Mahmud ana मुस्लिम shauku ya dini kiasi hiki kwamba mara kwa mara anafanya maombi maalum kwa ajili yake. Halifa mtukufu wa pili Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu hakujiita mwenyewe kwamba yeye ni Muslim Maud mpaka Mwenyezi Mungu alipomfunulia. Hii ni ndoto ndefu. आपने फरमाया Katika ndoto hii kuna ilham pia. Aliona Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mwishowe katika ndoto hii alisema kwamba आपका वो nasema kwa kuapa ज़मीन के किनारों तक kwamba मसीह मौद अलैहिस्सलाम sawa na bishara ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu ameniita yule mwana aliyeahidiwa अब मैं बाज ambaye atafikisha jina la Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kila kona ya dunia, na alisema hii katika mwaka 1944. एक मोज़स गैर अहम Sasa nataka kutoa ushahidi wa wale wasiokuwa wanajumuia. पाकिस्तान से कबल इजहार हक के उन्वान से एक ट्रैक्ट में लिखा Maulvi Samiullah Khan Saheb Faruqi आपको यानी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को kabla ya kupatikana Pakistan कि मैं तेरी जमात तेरी ही ज़ुर्रियत alisema kwamba Sayyidina alayhi salam anapata bishara kwamba katika kizazi chako बहुत से लोग सच्चाई कबूल करेंगे, इस पेशगोई atapatikana mtoto बार बार पढ़ो na kwa kumpitia yeye haki itaenea na watu wengi watakubali kweli. मान से कहो Na someni bishara hii, जिस वक्त ये पेशगोई yani anaandika kwamba someni bishara hii mara kwa mara, अभी बच्चे kisha museme kwamba je, bishara hii haikutimia? Wakati bishara hii ilipofanywa, wakati huo halifa huyu alikuwa mtoto, किसी किस्म की na Sayyidina alayhi salatu wassalam बल्कि खिलाफत का इंतखाब राय आमा पर छोड़ दिया गया था, चुनांचे उस na Sayyidina alayhi salatu wassalam hakufanya wasia kwamba achaguliwe kuwa halifa, bali खलीफा तस्लीम iliachwa kwamba watu wachague wenyewe, मौला सदर पेशगोई का मजाक भी उड़ाया। na watu wakamchagua की वफात के बाद Nuruddin kuwa halifa, na watu wengine wapinzani walifanya mzaha. Lakini baada ya kufariki kwa Hakim Saheb, Bashiruddin Mahmud akachaguliwa kuwa halifa, na huu ni ukweli kwamba katika wakati wake jinsi jumuiya ilipopata maendeleo ni ya ajabu sana. खलीफा नूरुद्दीन साहब के वक्त Na anasema kwamba Mirza Saheb katika wakati wake wanajumuiya walikuwa wachache, na wakati wa halifa Nuruddin pia maendeleo hayakupatikana, lakini wakati wa halifa wa pili Mirzayat ilienea katika kila pembe ya dunia, बहाली के na hali inaonyesha kwamba katika mwaka 1931 idadi ya wanajumuiya itakuwa imeongezeka zaidi ya mara mbili, आपकी ज़ुर्रियत में से एक शख्स पेशगोई के मुताबिक जमात के लिए na juhudi yote iliyofanyika katika muda hii kwa ajili ya जिससे साफ kufuta jumuiya haikufanyika zamani, lakini jumuiya iliendelea kupata maendeleo, na hii inaonyesha kwamba bishara hii ya Mirza Saheb imetimia. Haya ni maneno ya mtu asiyekuwa mwanajumuiya. किया कि मिर्ज़ा साहब ने 1900 Kisha जबकि मिर्ज़ा singa moja Arjun Singh बच्चा ही थे pia alisema kwamba Mirza Saheb katika mwaka 1901 wakati halifa wa pili alikuwa mtoto, ameandika shairi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwamba bashara di ke ek beta hai tera,
बशारत क्या है एक दिल की yani umepewa bishara kwamba utapewa mwana. ये लिखते हैं बाद लिखते हैं कि ये पेशगोई बेशक हैरत पैदा करने वाली है mpaka fasubhanallazi aksal adi. Baada ya kuandika shairi hii anasema kwamba bishara hii ni ya kushangaza. 1901 Bashiruddin Mahmud hakuwa alim na alikuwa mtoto, na kusema wakati huo kwamba utakuwa na mtoto ambaye atakuwa na sifa hii inaonyesha kwamba alikuwa na nguvu ya kiroho. Inaweza kusema kwamba kwa kuwa Mirza Sahib alidai na alianzisha jumuiya, na labda alikuwa na dhana kwamba baada yangu mtoto wangu atakuwa kiongozi, lakini Mirza Sahib hakuweka shati ya halifa kwamba lazima halifa atapatikana katika watoto wake au katika kizazi chake. Kwa hiyo baadaye aliyechaguliwa kuwa halifa alikuwa si katika familia ya Mirza Sahib, na iliwezekana kwamba baada ya Hakim Nuruddin mtu mwingine angechaguliwa halifa, na Maulvi Muhammad Ali Sahib alikuwa anategemea kwamba atachaguliwa kuwa halifa, lakini wako wakamchagua Mirza Bashiruddin Mahmud na akawa halifa. Anasema kwamba ikiwa katika Mirza Sahib yani Sayyidina alayhi salam kuliko hakuna nguvu ya Mwenyezi Mungu, alijuaje kwamba atapata mtoto mwenye sifa hizi? Alikuwa wakati huo alikuwa na watoto watatu na alikuwa akifanya maombi kuhusu watoto wote, lakini alitoa bishara kuhusu huyu mtoto mmoja tu, na bishara hii imeleta mabadiliko makubwa sana ulimwenguni. Na kuhusu Muslim Maud ilikuwa bishara kwamba atakuwa na elimu sana. Khaja Hasan Nizami Delvi, mwandishi wa habari, anasema kwamba anaandika kuhusu Sayyidina Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye ni mgonjwa, lakini ugonjwa wake haumzuii kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na hii pia imeonyesha kwamba kabila hili lina sifa maalum na ana nguvu na ni mahiri katika vita vya kalamu. Kisha habari ilitolewa katika bishara kwamba atawapatia huru wafungwa. Bishara hii jinsi iliyotimia ni ajabu. Wakati wa scheme ya uhuru wa Kashmir pia ni ajabu, ulifanikiwa kwa sababu ya kamati ya Kashmir. Kamati hii memba wake Zulfikar Ali Khan, Allama Sar Muhammad Iqbal, Khaja Hasan Nizami, Sayyid Habib. Kamati hii yalianzishwa tarehe 25 mwezi wa Julai 1931 kwa ushauri wa hawa. Kamati hii ilianzishwa na Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala alikuwa mwenyekiti wa kamati hii, na kwa sababu ya juhudi lake wenyeji wa Kashmir ambao walikuwa wanadhulumiwa katika muda mfupi walipata uhuru na haki zao zilikubaliwa. Mara ya kwanza bunge iliundwa na walipata nafasi na walikubali juhudi ya Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na wakasema wakati Kashmir ilisahuliwa wakati huo, kwa kuwa watu walikuwa na hitilafu ya itikadi na walimchagua Mirza Sahib, na wao walifanya uchaguzi mzuri wakati huo. Ikiwa kwa sababu ya ihtilafu ya itikadi asingechaguliwa Mirza Sahib, basi mpango wa uhuru ungeshindwa na umma wa Islami ingepata hasara. Abdul Majid Salik Sahib anasema kwamba Sheikh Muhammad Abdullah na wengine
कि मिर्ज़ा साहिब तसीरुल वसाइल होने की वजह से walikuwa तहरीक कश्मीर की इमदाद कई na urafiki na Hazrat Mirza Sahib, na sababu yake ilikuwa hii kwamba Mirza Sahib alikuwa na uwezo na alikuwa akisaidia Kashmir. मौत की मशहूर तफसीर कबीर Allama Niaz Fatehpuri Sahib जब उन्होंने किया तो आपकी खिदमत में ख़त लिखा कि तफसीर कबीर जिल्द सोमा ana मेरे सामने है aliposema tafsiri ya Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu, alimwandikia barua. Alisema kwamba siku hizi nasoma jalada 3 la tafsiri ya Kabir, nasoma kwa makini sana na hakuna shaka kwamba बिल्कुल पहली तफसीर kwamba umeeleza tafsiri mpya ya Qur'ani tukufu आपकी तबहर इल्मी na hakuna mfano wake. मामूली फ़िक्र व फरासत आपका हुस्न इस्तदलाल इसके एक एक लफ्ज़ से नुमाया है Elimu yako कि मैं क्यों इस वक्त तक na काश kutoa hoja दिन देख सकता inaonekana katika kila neno la tafsiri. हज़रत लूत Najijuta kwamba kwa nini nisingepata habari ya tafsiri hii. Jana katika tafsiri ya sura Hud nilisoma औलाए बनाती की तफसीर करते हुए kwa kusoma habari ya Hazrat Hud alayhi salatu wassalam, nikapata hamu आपको तादेर सलामत रखे kwamba umeeleza tafsiri ya haulae banati, tafsiri ambayo umeeleza ni aina yake. Mtu mwingine hakuweza kueleza tafsiri kama wewe. Maulana Abdul Majid Daryabadi और सिद्द के जदीद के मुदीर थे हुजूर की वफ़ात पर उन्होंने ambaye mwenyewe alikuwa mfasiri wa Qur'ani tukufu उम्मे कुरान की na alikuwa mhariri wa Sidq Jadid. Wakati halifa mtukufu wa pili alipofariki, aliandika इन्होंने सरगर्म kwamba उलुल अज़मी से अपने तवील kueneza Qur'ani tukufu na katika mahubiri ya Islam, से कुरान juhudi alilolifanya katika umri wake mrefu, Mwenyezi Mungu ampatie ujira wake. Tafsiri ya Qur'ani tukufu alioeleza yeye मंजर का ina shani sana. और उसका Basi hii nimeeleza kwa muhtasari खुदामद खलीफतुल मसीह kuhusu bishara के बारे में पूरा होने का। आपके इल्मी कारनामे ऐसे हैं na नया अंदाज देने वाले kutimia bishara hii दुनिया ने इकरार katika Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu. Mifano ya kazi yake niliyoeleza ni mwelekeo kwa ajili ya watu wengine उठाया है katika uchumi na siasi na dini मशवरों से na katika kiroho, wakati wote alipoandika au alipotoa hutuba तबहर इल्मी और फरासत और au alipoongoza dunia. बगैर न रह सका। आप मुस्लिम माऊद थे दुनिया की इस्लाह के लिए Hakuna जिसमें रूहानी hakupata athari ya elimu yake. कि आपका 52 साल दौर खिलाफत Kama niliyosema kwamba katika uhalifa wake wa miaka 52 बेशुमार कुतुब katika zama hii तकारीर भी फरमाई जिनको जब तारीर में लाया गया alitoa hutuba za Ijumaa na aliandika vitabu chungu mzima, na alikuwa akitoa hutuba खजाना na गया और बन रहा है। hii yote inapoandikwa sasa hii imekuwa hazina kubwa sana. आई थी Fazle Umar Foundation आपका ambayo ilianzishwa baada ya kufariki kwake, halifa watatu alianzisha. और आज तक इस पर काम हो रहा है। Hii yote vitabu vyake na hutuba zake 21 जिल्दें zinaandikwa katika sura ya vitabu, na mpaka leo kazi hii inafanyika. जो अनमारुल Volume 21 imeshatoka zaidi ya hutuba, और हर जिल्द जो है na कम से कम 6-7 na hii ni kwa jina la Anwarul Ulum, ni mashuhuri. फजल उमर फाउंडेशन Na katika kila jalada ni ukurasa 600 au 700. और इशाअत के इस काम को जल्द Fazil Umar Foundation na waambia kwamba waongeze kazi yao तर्जुमा na wafanye haraka na wamalize kazi hii ya uchapashaji. माऊद ने एक जगह फरमाया था कि अल्लाह ताला ने दुनिया Kisha की ज़ुबानों को
kuna kazi ya kufanya tafsiri ya vitabu hii katika lugha mbalimbali. काम आसान करती है कि Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu safari moja alisema kwamba Mwenyezi Mungu amechanganya lugha za dunia nzima katika lugha chache, na Mwenyezi Mungu ameturahisishia kazi yetu. जर्मन और फ्रेंच Yani lugha chache inatawala juu ya dunia, yani zaidi ya Kiurdu na Kiarabia, Kiarabu, Kiingereza na Kifaransa ni lugha ambayo inaeleweka katika sehemu kubwa ya dunia. तर्जुमा हो चुका है, Ikiwa लेकिन अभी बहुत से कुतुब का vitabu vinafasiriwa katika lugha hizi, basi 90% watu watapata ujumbe wa jumuiya. अभी तक तो Vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam vinafasiriwa katika lugha mbalimbali, lakini bado तर्जुमा जो है वो दूसरे, kuna nafasi ya kufanya tafsiri ya vitabu vingine. लेकिन असल काम तो ये फजल फाउंडेशन का है। अगर पहले नहीं Kazi ya tafsiri idara zingine zinafanya, foundation Fazl Foundation haifanyi, lakini kazi hii ni ya Fazl Foundation. मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब की तरफ Na wakumbusha kuhusu hii kwa sababu idara zingine za jumuiya zinafanya tafsiri ya vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam, भी तर्जुमा हो रहा है। na pamoja na hii wanafanya tafsiri ya vitabu vya Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu na vile vile vitabu vingine vya jumuiya. Fazl Foundation wanatakiwa waongeze kazi yao na wafanye kazi kwa kasi, सरका भी कर लिया। kwa sababu ya kutokuwa na tafsiri ya vitabu vya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Wengine wameiba vitabu vyake कि एक हमारे मुरब्बी साहब ने na wamechukua vitabu vya Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu na wamechapa kwa jina lao. Mbashiri moja wa Arbidex ameniambia kwamba एक ऐसी किताब है Minhaju Talibin वाक़ियात, ambacho ni kitabu cha Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, इससे मवाद लेकर kitabu hiki ni kuhusu hulka, अपनी कावश के नाम से उसको शाया करती hulka njema. जिनको उर्दू भी आती थी। Mtu mmoja बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने amechukua कि मैंने maandiko katika kitabu hiki na amechapisha kwa jina lake. ऐसा Mtu ambaye alikuwa anajua lugha ya Kiurdu na Kiarabu. अखलाक के मसले की काया पलटती है। बस हज़रत मुस्लिम मऊद की पेशगोई Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alisema kuhusu kitabu hiki kwamba Mwenyezi Mungu amenifahamisha madhumuni ya kitabu hiki. हमारे सामने आती है, और जैसा कि मैंने कहा असल में तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, जिससे हमारे आका मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और दायमी मर्तबे की शान Hii ni bishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hakika, कि इस पेशगोई ambayo inathibitisha shani kubwa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. कर जाने के साथ नहीं है। Tunatakiwa tukumbuke kwamba जब हम में भी bishara hii haikutimia katika kwa ajili ya mtu mmoja tu, bali uhakika wa bishara tutaelewa wakati sisi pia ताईद और नुसरत tutajitahidi na आपको tutafanya kazi ile ambayo Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuja nayo, जिसने दुनिया में तबलीग और इस्लाम na kwa ajili ya तबलीग इस्लाम और इस्लाम kumsaidia Mwenyezi Mungu alimpatia Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. बस आज हमारा भी काम है कि अपने अपने Na Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa ajili ya mahubiri ya Islam alitumia uwezo wake wote. Basi leo ni jukumu letu kwamba sawa na uwezo wetu tujitahidi kuwa Muslim Maud इस्लाह नफ्स kwa vitendo vyetu, kwa amali zetu na kwa kauli zetu. Tueneze ujumbe wa Islam kila mahali. Tujitahidi kujirekebisha na kurekebisha kizazi chetu na vile vile kurekebisha jamii. में कायम करने के लिए भरपूर कोशिश करें, जिसका मंबा अल्लाह ताला ने Na kwa ajili ya kueneza ujumbe hii duniani tujitahidi na tutumie uwezo wetu wote. अपनी ज़िंदगियां गुजारने वाले होंगे तो यौम मुस्लिम आउद का Basi ikiwa sisi kwa fikira hii tutaishi, अल्लाह ताला उन्हें
इसकी तौफीक basi katika hali hii tutatimiza haki ya yume muslimau, yani siku ya maana aliahidiwa. Pengine itakuwa hutuba tu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe, amin. कांता आर्चर साहिबा Baada ya Ijumaa hii nitaswalisha jeneza ambayo ni Bi Kanta Archer Sahiba, 2011 को 81 साल mke wa Maulana Bashir Ahmed Archer Sahib, ambaye amefariki tarehe 16 Februari mwaka 2011 इस्लाम katika umri wa miaka 81. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. बेटी और हज़रत उमर Alikuwa mjukuu wa Dr. Rashiduddin Sahib, sahabi Hazrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, हज़रत उमर नासिर खलीफुल सानी na पहली हरम थी। 100 मसलात की पाबंदी alikuwa mpwa wa Hazrat Umme Nasr, खत्म थी है। ambaye alikuwa mke wa kwanza wa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa akizingatia sana swala na saumu, na alikuwa akifanya subra, na alikuwa akiwaangalia watu maskini, na alikuwa akipenda watumishi wa jumuiya. Alikuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu sana. लजना की सरगर्म रोकन और लजना Alifanya kazi pamoja na mke wake Bashiri bega kwa bega. की तालीम और तरबियत के लिए हमेशा कोशिश Katika Guyana aliwahi kuwa rais wa lajna, na katika Scotland pia aliwahi kuwa rais wa lajna. Alikuwa akifanya juhudi kwa ajili ya malezi ya mabinti. Ameacha mabinti wawili na vijana watatu. बात में पेश हैं Watoto wake और wanne, na wajua kwamba wanahudumia jumuiya, wanaitumikia jumuiya. इंडिया में मिलिट्री ड्यूटी के दौरान इस्लाम कबूल किया था और फिर 1945 में कादियान में हज़रत मुस्लिम Bashir Archer Sahib मुलाकात की। alikubali Islam katika India mwaka 1945. वली बनने का Alikutana na Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu na alijiunga na jumuiya. 1946 alitoa wakfu maisha yake na akawa mbashiri mzungu wa kwanza, ऑक्सफोर्ड में na mkewe alichaguliwa na halifa mtukufu wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. फरमाया था कि पहले तो मेरा Aliwahi kuwa mbashiri katika Scotland, Oxford. रुझान होगा, लेकिन इनको देखकर Alipojiunga na jumuiya, Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu उम्मीद रखता हूँ ali अंग्रेज़ों में भी इस्लाम की तरफ alisema kwamba kwa kumwona Bashir Archer Sahib, naona na nategemea kwamba wazungu wataelekea kwenye Islamu na watakubali Islam inshallah. वफा के साथ हर जगह जमाती खिदमत अदा की Alijitolea sana pamoja na mume wake. फरमाए और अपने अपनी रज़ा की जन्नतों में मुकाम अता फरमाए। Mwenyezi Mungu सब बच्चों को amghofirie फरमाए। na ampatie pepo ya ridha yake, na Mwenyezi Mungu awapatie subra watoto wake wote, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر। ये जनाजा क्योंकि हाजिर है इसलिए नमाज के बाद मैं बाहर जाऊंगा।
जनाजा पढ़ाने के लिए अब आप यहीं सफ़ों में खड़े रहें।